Tukuje sasa kwa Sifuna. One time. Mimi nasema hivi na mnisikize vizuri. Ile shida inapata Sifuna sio yeye alianza. Hii ni laana ameachiwa na Raila Odinga. Hii mtakaa nayo hadi 20th century. Tunakuja 22nd century. Mtakaa nayo hadi 22nd century. Nyinyi mliingishwa kwa serikali na mkatudanganya amuko kwa serikali. Sifuna tuonyeshe mahali kumeandikwa amuko kwa serikali. Sababu si anafaa kuwa ametuonyesha. Nyinyi wewe ndio ulisaini hiyo document ya kusema mko broad based. One time. Sasa hii matuda ya kungolewa kwa chama, wewe ngolewa in peace. Wachana na chama wenyewe, wewe ni strong candidate. Enda ufungue chama yako. Wafuasi wake si watamfuata. One time. Tunaelewana vizuri. So Sifuna mimi nakuunga mkono juu kwa one time. Lakini siwezi kuunga mkono uende na ODM. Mimi hiyo chama siipendi. Na hiyo ni maoni yangu. Ati sifanyi nini? Nani anapenda ODM hapa? Hakuna, kwani tuna sail in the same boat. So Sifuna wachia watu chama yao, najua kesho wanakupeleka nyumbani. Wakikupeleka hata usitoe state ati inaitwa nini? State ati press statement. Ya nini? Enda ununue chama ama uingie DCP, uingie Wiper, usiingie Jubilee, hiyo ni wheelbarrow. Ukiingia Jubilee wewe uende, tunatafuta senator mwingine. One time. Si hata tunaweza support Samido. One time. Sasa kama one time. Tukuje hapa kwa Jalango. Jalango, wewe tunajua unataka kusimama senator Nairobi. Mimi hata hiyo maneno ya senator, mimi hata siijui. Wewe ukitaka kusimama simama. Hiyo ni democracy. Lakini kwa ballot, ati wapi? Hapo ndio ukweli itajulikana. Na tunajua vizuri sana kama uko kwa serikali wewe utaanguka asubuhi. One time. Hakuna vile ati utakuja utambie unasimama senator ya nini na unasimama na chama ya wale watu walitufanyia maneno baya huku. Tunasikizana vizuri. Unajua kuna maneno uniuma. So Jalango fanya hivi. Wewe simama ile kiti unataka, wananchi ndio wataamua. Kama utapata kura 5 ama 500, hiyo ni shida. Kama umechoka kuwa MP, wewe hiyo ni shida. One time. Sababu tulisema senator, governor, woman rep, lazima atatoka ile chama, tunaomba ni DCP. Lakini mimi sio member. One time. Tunasikizana vizuri. Sasa there's a short story about Sakaja. Unajua watu wana celebrate kwa nini? Huyu jamaa alitutumia goons tukiandamana. Huyu jamaa alitutesa Nairobi, akisema Nairobi ni yake, hadi anapatia goons saa ya tap to eat. Ati wakichapa waandamanaji waende wakule shule. One time. So Sakaja ile nguvu ulikuwa nao ya kuleta goons, hebu tuone hiyo nguvu ukijitetea against impeachment. One time. Na tunajua hii ni the Raja plan ya kumaliza. Wewe unamalizwa na bosi yako. Ndio usimsubue pale 2020. Mnanielewa vizuri? Na nakwambia mimi kuna kitu nilielezea wa Kenya hapa. Nikawaambia ile siku ati ile nini? Ruto atachukua simu, apigie Babu Owino, amwambie wewe ndio unaitwa Babu Owino. Sasa tumefukuza Sakaja, kuja uchukue tiketi ya ODM, sisi tutasimama na wewe. Nakwambia ataenda bila viatu. Hata hawezi nawa uso. This guy is a traitor. Yeye amekaa hii side, juu anaona ile side nyingine iko na occupant. Mnanielewa vizuri? Lakini wakati kutasafishwa rada, ati kukue ni kusafi, nakwambia mtakapata pale na kakisema tutam. Mnanielewa vizuri? Hebu tukue serious. Hapo ndio kamegoja. Wani wadhani Babu Owino wako na morals gani? Mwenye akiitwa na Ruto aambiwe, wewe hii kesi yako tunataka tuifungue, tuipanue kesho uko kotini, na sasa after that hakuna cash bill sababu nimeongea na judge. My friend utapata kanasema 2 term the next day. Ako pale at the mercy of William Ruto. Mimi huwezi niambia mtu ako na kesi anaweza pinga William Ruto. Aje. Utampinga namna gani? Yeye ndiye parliament, yeye ndiye judiciary, yeye ndiye anaitwa DPP, yeye ndiye DCI, yeye ndiye EACC, yeye ndiye media.
Alafu ati useme utapinga huu mtu na uko na makesi, na sio kesi kidogo kidogo, ni makesi zile kubwa kubwa, zile zinakwambiaga wewe hatuelewani. Unanielewa vizuri? These are project. Mimi by this country mahali imefika. Si mimi naona tutafute tu hata mtu tumuoshe tumpe president. One time. Sababu ukianalyze kila mtu kuna mahali inafika unaona sio straight. Unaanalyze mwingine unaona sio straight. Unanielewa? Sababu the president mwenye tunataka ni president anaweza rudisha mali yetu yenye imeporwa. Huyo ni nani? Nani atarudisha? Ni Matiang'i. Na alikuwa amepora shule. Wote. Mnanielewa? Hadi hata tukose kuchagua. Mimi naona hata tukose kuchagua. Kuchaguana. Ruto atajiapisha. So tuchaguane tu. Mr. Sifuna. Mr. Sifuna. Mimi najua wewe unauma kama siafu. Si mchezo ati hivyo kuongea yako. Tunaelewa siasa wenye uonga zinachezwa. Na katika ODM msimamo wako umekuwa ni msimamo ambao wakusimama na mwananchi. Wale ambao ni wakubwa wa kujitakia na wenye wanataka kujitakia pale ni kwa sababu wanatafutia tumbo zao pale. Sifuna, tunajua hata wewe uko na tumbo. Na kuna hali ambavyo na kwa kimaisha venye uanga unajitafutia mwenyewe. Lakini wenye wanakupiga pale, wenye wanataka kukushusha chini ni wale ambao ni walafi sana, ni wale ambao ni wezi. Ni wale ambao wanajigamba ati ya kwamba sana kwenye broad base pale. Kwa sababu tunawaona na tumekuwa tukiwaona wakikupiga vita, wakikuvuta nyuma. Ukijaribu tu kuongea kuhusu mwananchi asaidike namna hii ama angaliwe namna hii ile ambao wanafaa kuangaliwa kwa vizuri, wale watu wanakuvuta chini kwa sababu wenyewe wanakula zao wenyewe. Wao wameshiba. Kwani wale ambao ni wa broad base ndio Nyanza wakishiba, ndio Nyanza yote imeshiba? Hapana. ODM yote imeshiba? Hapana. Nilisema siku moja hapa nikasema chungwa haiwezi kabeba Wheelbarrow. Wheelbarrow ndio imebebanga nini? Chungwa. So ODM mjue tangu wakati Wheelbarrow ilianza kuokota hiyo chungwa ikiweka juu yake kuibeba, hapo ndipo kilianza kuharamba sasa. Yeah. Mr. Sifuna, simama na msimamo wako ya kwamba ni kwa mwananchi ambao unasimama na mwananchi, kwa sababu hata kama ni mahali utaenda kupiga kura ama kuomba kura, si utaomba mwananchi kura? Yeah. Simama na mwananchi wakufanyie chenye wanataka kufanya. Kwani wamefanyia wangapi hii Kenya? Si ni wengi ambao yashafanywa hata wengine wakauawa. Sifuna, usikuwe na uoga, kuwa na ujasiri. Wakikufukuza venye wamepangia kukufukuza kutoka kwenye chama, kwanza wanafaa watangaze saa hii kukiwa na usiku. Watangaza tu wamekutoa, singoje ati kwenda kufanya mkutano tu, ni kufanya tu kwa sababu ya kukutana tu ionekane kirasmi, ati officially kuna mkutano ilifanyika pale. Kukutoa alishakutoa in mind tangu ile hata juzi Sunday kwa ile mkutano ulifanya pale. Pongezi kwenu, na msirudi nyuma, msiangalie right or left, mkanyagia kwenye hiyo barabara, kwa sababu hii Kenya tunataka majasiri ambao ni wa hii kizazi ambao tulioko kwa saa hii. Hatuna uoga. One time. Mr. Sakaja na wewe wajua yule ambaye alikuwa ni mwokozi wako alisafirishwa na akaenda.